Ni moja kwa moja kama matokeo yalivyokuwa dakika 45 za kipindi cha kwanza, ndiyo matokeo yametufikisha mwisho wa mchezo. Wenyeji Pamba Jiji wakiwa na goli moja na Simba Sports Club nao wakiwa na goli moja, na hivyo kila mmoja kuondoka na point moja. Ni mchezo ambao umekuwa na kila aina ya matukio, huku matukio haya yakitofautiana kwa maeneo kutokana na kile ambacho kila mchezaji alikuwa anajaribu kufanya kwa ajili ya timu yake. Takwimu zinaweza kukupa tafsiri sahihi ya kile ambacho kimeweza kujikita katika mchezo huu, ambapo wenyeji Pamba Jiji waliweza kudumu kuwazuia Simba Sports Club wasiongeze goli. Na mipira ambayo imepigwa na kulenga goli ni mipira miwili, huku Simba wakiongeza kutoka mapumziko wakiwa na mipira minne. Mipira ambayo haijalenga goli ni 5 kwa Simba, mipira miwili kwa upande wa Pamba Jiji. Kwa upande wa kona ni 3-1. Madhambi ni 21 kwa Pamba, 12 kwa Simba. Kuotea ni mara 5 kwa Simba, mara 3 kwa Pamba. Kadi za manjano ni 2 kwa Pamba, 1 kwa Simba. Hakuna kadi nyekundu. Umiliki wa mpira ni 40% kwa upande wa Pamba, 60 kwa upande wa Simba. Goli ni 1-1. Takwimu zinajieleza, lakini na kuonesha ni namna gani ilikuwa game nzuri na bora kwa kuitazama. Nimekuwa surprised na Baraza. Kipindi cha pili ulikuwa unafikiri kwamba dakika 45 wangerudisha timu nyuma, lakini imekuwa tofauti. Namna ambavyo ilikuwa ni moja kati ya tukio ambalo limetokea la Shomari Kapombe, mimi kwangu ilikuwa ni shoulder challenge kama ambavyo mwamuzi aliona, kwa sababu ukitazama ilikuwa ni kipimo cha nguvu, haikuwa foul kwamba ameacha nini akaenda kucheza mwili wa mtu bila au kumblock kwenda kwenye njia, haikuwa hivyo. Lakini ukitazama leo, tulikuwa tunazungumza hapo mwanzo kwamba defense yao iwe ina delay kwenye matukio na kufanya makosa, lakini very excellent amecheza huyu Mangalo, amecheza James Mwashinga ambaye ndio man of the match, timu ikiwa nyuma akaenda akapiga set piece ile akachomoa. Kenneth Kunambi pia ambaye alikuwa anakabia huku, baadaye niliona tactical switch ambayo ilifanyika, alitoka beki wa kiungo wa chini Samamba Michael, akaingia beki wa kati Eshianda ambaye ni beki mzuri, alianza msimu na timu lakini baadaye akapata majeraha, amekaa nje kwa muda mrefu. James akarudi kwenye eneo lake kwa sababu yeye ni holding midfielder typical, na baadaye akaja Eshianda kucheza katikati huku Mangalo akitoka pembeni, wakaweka assurance ya kutosha kabisa kwenye eneo lao la ulinzi. Wachezaji waliokuwa wanacheza mstari wa juu wa Simba walioingia, Morris Abraham, mabadiliko mengine ambayo wameyafanya bado hayakuweza kusumbua. Unaweza kukumbuka tu kipindi cha pili, labda ni shambulizi ambalo lilifanywa nadhani na Oura dakika ya 65 na akawa salama akaucheza ule mpira. Ili tukio lingine Mpanzo alikuwa anaondoka na kijiji, lakini yalikuwa ni madhambi ila nje ya 18. Ukitazama hapa aliweza kufanikiwa kumbeat James, akambeat Shifan nadhani Asamamba, nje ya 18 ndo alifanywa madhambi. Kwa hiyo ilipaswa kuwa foul. Lakini sio penalty. Japo Simba waliinuka wengi na kuna ni baadhi ya matukio ambayo yalikuwa yametokea kwenye mchezo, na unauona kwamba ulikuwa ni mchezo mzuri, ulikuwa na ushindani pamoja na yote, lakini Mdoe mi kwangu naweza nikampa pongezi. Amemudu mpira, kasi, ame-maintain, ametoka kwenye adhabu baada ya mechi, ilikuwa ni mechi ya 3 ya ligi Mbeya City na Yanga. Alishindwa ile adhabu ilisema alishindwa kutafsiri vizuri sheria, si ndio? Kulikuwa na tukio Baka alifanya na Mateo Anthony kushika mpira kwenye box ambao litakiwa penalty. Yanga wapate. Amerejea, amepewa mechi kubwa, na kwamba sio kwamba hizi adhabu zinamaanisha kwamba hawaaminiwi, sababu unaona kwamba umetoka kufungiwa kwa muda mrefu alafu unarudi unapewa mechi kubwa yenye tension, kwa sababu uliona namna ambavyo hii mechi imezungumzwa kabla ya kuchezwa. Imezungumzwa sana ya Pamba na Simba. Alafu ukiaminiwa kama mwamuzi kupewa, sio kwamba mamlaka zinaona kwamba labda kwa sababu umetoka kwenye adhabu, lakini wanaamini kwenye ule ubora wako wa uwezo wa kutafsiri sheria. Naam, Abisai, umeziangalia pia dakika 45 kwa namna yako ya kipekee, lakini tukienda kuangalia moja kwa moja, na James ameweza kuzungumza jinsi ambavyo timu zimeweza kucheza, ulikuwa uwezo ukamwangalia nani amekuwa mnyonge, kwa sababu mashambulizi yalikuwa kwa kushtukiza kwa pande zote mbili. Mabadiliko pia James ameyazungumzia kusema mabadiliko ambayo yamejitokeza uwanjani, lakini leo tumeona Simba wakiingia kwa style nyingine ambayo tulimuona Elim Panzo akicheza kama namba 9, lakini ndani ya uwanja tulikuwa tunaona kuna zigzag ambazo zinatokea. Inawezekana kutokupata mtu ambaye anasimama katikati kwa pamoja leo hii pia kumwanyima utulivu wa kuweza kufanya kile ambacho yapaswa kufanya.
Hapana, sio ni hivyo, kwa sababu Simba sikuona kama walitengeneza big chance ambayo ilikuwa inamhitaji striker useme angekuwepo angeimalizia. Unawasifu sana Pamba kwa kuamua Simba wachezaje pale mbele. Kama sio umahiri wao kwenye kujilinda, basi hiyo zigzag waliokuwa naisema ingekuwa imewashawatokea, kwa sababu goli la kwanza walifungwa kutokana na hiyo zigzag, mikimbio ambayo waliiweka pale, tulijadili vizuri sana. Lakini inaonekana Francis Baraza aliona ile. Kipindi cha pili naona concentration ilikuwa kubwa sana. Ilikuwa shambulio ambalo Pamba walifanya. Ilikuwa Peter Luasa alipokea mpira vizuri sana. Kipa alivyokuja kumziba sioni goli akawa amembabatiza. Na ilikuwa tukio ambalo Matthew Tegis Momanyi alipiga kichwa. Watu wakawa wanajadili kwamba ni offside au sio offside. Offside au sio offside. Lakini kwa eneo la kwanza yule alikuwa nyuma ya Tegis Momanyi alikuwa clear offside, lakini hakujihusisha na mpira. Hili ilikuwa tukio lingine la na Kibinge ambao alijaribu kupiga mpira ukamgonga kwenye eneo la mbele Yusuf Kagoma. Maamuzi alikuwa sahihi, haikuwa penalty. Na baadhi ya matukio mengine ambayo pia yanaendelea kutokea kama hili ambao tumejadili la Luasa na Almanusra wafunge. Maamuzi pia alikuwa sahihi sana. Yule mwamuzi namba 2 msaidizi yule Idi Kipingu alikuwa top kwenye game yake leo. Ameziona offside vile zilikuwa zinatakiwa. Amemiss ile ya Tegis tu ambayo alipiga kichwa juu, kwa sababu ile kanyoosha kama offside ujue. Labda kwa sababu alimuona huyu wa nyuma, lakini huyu wa nyuma alivyoenda kuinterfere. Kwa hiyo kama Pamba wangekuwa Tegis angekuwa amefunga, ingekuwa sasa tayari tunaingia kwenye mjadala mwingine, lakini kwenye mambo mengine mengi ameyafanya waamuzi kwenye hii. Lakini kila siku hapa tukitoka tunawapiga waamuzi. Leo inabidi mwapige makofi kidogo. Leo wapige makofi. Wapigeni makofi tena kwenye mechi hii, lakini sio kwenye mechi ya Tanganyika. Ndio tunaijadili sasa hivi. Wapigeni makofi kwamba waamuzi leo ni kwa assistant namba 2. Makofi yangu ni kwa assistant namba 2. Okay, namba 3. Naona Mdoe mechi haikumhitaji kwenye controversial kusema kuna matukio ambayo mengi yalikuwa yanaonekana. Ila yule assistant namba 2 ujue kuona offside kwa macho hivi kwenye mechi hizi ambazo hakuna VAR sio rahisi, hususan ikisha kuwa tight. Lakini all the time nimeona amefanya perfect sana. Hii hapa ndo ile ambayo aliamua wakati haikuwa. Hii ndo alimiss. Hii kiukweli alimiss, lakini hizi nyingine zote alizikamata vizuri, kwa sababu kuna muda yule assistant namba 2 anakuwa kwenye eneo sahihi la move na mstari wa mwisho wa defense, ila wanaocheza wanauhamisha mpira haraka sana kwenda kwenye eneo la mwisho. Sasa kama binadamu hii Tegis alikuwa onside. Huyu hapa mchezaji wa Simba huyu nyuma alikuwa amemfanya Tegis yani onside. Hii haikuwa offside, lakini yeye alinyoosha kuonesha na ndio ilikuwa big chance kwa upande wa huyu hapa mchezaji wa Simba. Unamwona wa nyuma huyu Shomari Kapombe, huyu Shomari ndo aliua offside. Shomari anamfanya aliyepiga kichwa awe onside, ila mtu alikuwa nyuma, Shomari alikuwa amezidi. Sasa mshika kibendera yule assistant namba 2 anakuja anafuatilia move, anamwona Tegis anapiga alafu ananyosha. Hii kweli alimiss, na hii ndio ilikuwa big chance. Yani Tegis alikuwa angeweza kufunga kule, angeweza kunod kichwa chini, angeweza kufunga huo mpira vizuri, kwa sababu yeye kaupiga kwa kimo chake. Ulikuwa unafikiri angeweza kufanya kitu bora zaidi, angeinama tayari golikipa alikuwa au angejiegesha hewani tunasema. Angejitega tu afu mpira mgongo ule unabaki kwa uwezo wa watu wengine. Yes, kwa sababu wanachokizungumza ni kitu anachokifanya Cristiano Ronaldo, kwamba niende juu, unajitega afu mpira unakugonga na maliza. Cristiano huyo au yule? Sasa huyu Cristiano huyo. Cristiano anakuua hata hizi. Kwani uangalie ligi tunaonesha hapa Al Nassr wanacheza kila siku. Bado anaganda hewani. Kuganda hewani ni jambo ambalo ni tabia tu. Fitness ukiwa nayo, hilo jambo ni kawaida tu. Hapa tunaonesha ligi kila siku. Al Nassr wanafanya balana, yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanafunga sana. Lakini pale Tegis mimi nadhani alikuwa na uwezo kufanya kitu bora kuliko ya maamuzi. Tukiachana na huo mjadala wa pili kwamba ilikuwa offside au sio offside, tumekuja kuona kwamba haikuwa offside, lakini alikuwa anatakiwa kumalizia, ilikuwa ni nafasi. Na kitu kingine sasa, unapokuja kuona Pamba kwamba mechi hii labda walijitahidi kuwa bora kwa kiwango kikubwa, kipindi hiki wametengeneza big chance. Hapa tunazungumza ni hii hapa za mfululizo ya Tegis na ya Peter Luasa. Zote hizi walikuwa wanatamani, yani ni kama walikuwa wanahitaji alama 3. Unakumbuka mechi ambazo Simba amedondosha point kwenye hili 10 la mwisho,
tunaita hizi dakika 10 za mwisho, si ndio? Ya, tunasema hivyo kwa sababu ni neno ambalo lipo kwenye nyakati hizi. Lazima mlizoe kwa wakati huu. Kwa wakati huu. Unatazama kwamba hapa Pamba kuanzia ile dakika ya 70 ungeona idadi kubwa ya watu wangekuwa kukaa chini. Na katika hii hapa James, wakati tunazungumzia hizo Pamba chokifanya, ukiangalia kwenye takwimu Yona Amos anaweza kuzungumzia kwa sababu Simba imepiga shot on target 4. Ndio hiyo goli. Amesave mipira miwili ya hatari. Kuna huu hapa wa dakika 62, alafu kuna ule ambao ulikuwa ni wa dakika 23. Mpanzo alipiga free header kwenye engo ya kwanza akasave. Ana call up ya national team baada ya kilio cha muda mrefu, watu wakisema ubora wake kwa sababu ni miongoni mwa makipa walifanya vizuri msimu uliopita. Ndio kipa aliongoza kwa saves. Lakini kila siku kwenye national team ilivyokuwa ikiitwa zilikuwa zinakuja surprise. Kuna makipa wengine walikuwa hawachezi kabisa kwenye timu zao, lakini walikuwa wanaitwa. Kwani save ya namna gani? Maana jana ulinipa mfano mzuri wa saves. Saves za Yona zilikuwa kama zile za Diarra. Yes, hii hapa ni save zinafanana na zile za Diarra. Hizi zinaingia kwa sababu ni save za kuamua mechi. Hii huyu mpigaji Anicent Ora hakuonekana kama ana jaribio la kupiga kwenye goli. Lakini kwa sababu ametumia urefu wake kujenerate nguvu, huu mpira umekuwa surprise. Lakini pamoja na kushtukiza kupiga, kipa alikuwa eneo sahihi. Mwangalie kwenye mwamba kule anapofuatilia tukio. Then akaipa mkono. Hii ni big save. Kwa hiyo unampa, lakini kuna ile katika zile save zako zile. Yes. Zinaitwaje? Za Diarra zinaitwaje? Top saves. Top save. Hii hapa. Kwa hiyo katika save zake zile ambazo hazikumuitisha timu ya taifa zilikuwa top save au zilikuwa ni saves? Zile nyingi zilizochanganyika. Top save zilikuwa zile zote kwa sababu msimu uliopita alikuwa na save 70 huyo Yona Amos. Ndio. Sawa, Diarra alikuwa na 24 nadhani. Kwa hizo 70 sio zote ni zile ambazo zilitakiwa yawe magoli. Maana yake Pamba sasa angekuwa wana defense. Top saves ziwe 70. Hiyo sio kweli. Lakini kwenye hii mechi amefanya 2. Yes, kwenye mechi ya leo nilikuwa namuelezea Pato kwamba hii hapa ni top save kwa sababu ilikuwa goli. Unajua kipa kwa umbo lake kwenda post ya chini hapa sio rahisi sana. Yeye ameweza. Na ile ya Mpanzu kichwa cha hapa na hapa. Mechi na Singida ambayo alitoa sare 1-1. Alifanya pia top save. Alifanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo ni miongoni mwa makipa wakubwa. Yaani kwa Tanzania hii ukilist, si tuna kipindi cha Nyavuni, tuna mention zile saves ambazo ni bora. Ukiangalia watu ambao wana rotate sana kwa kufanya namba 1, namba 2, Yona sio mtu ambaye anakosa. Kwa criteria ambazo huwa zinatumika. Unajua categorize save inategemea na namna ambavyo ilikuwa ina uhatari kwa namna gani. Umbali wa hilo tukio na namna ambavyo yeye amereflex na akafanya save. Kwa hiyo unamsifu kwenye hivyo vitu. Call up ya national team, kocha amemuita, mimi nadhani amestahili, ni kipa ambaye anafanya vizuri pia. Ukiangalia msimamo sasa, kabla ya kufika leo, mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi walikuwa na matumaini makubwa, lakini kumbuka wakati huo pia mashabiki wa Azam FC nao walikuwa wana uhakika wa kuweza kupunguza gap na kinara wa ligi hii. Lakini kwa hili hapa ukiwa bado wana mechi za viporo ambazo zimebakia, unaiona wapi au unaziona wapi hizo mechi baada ya wiki hii? Leo kabla huu mchezo nilikuwa sehemu nazungumza, nasema baada ya sare ya jana ya Yanga, sare ile inaenda kuifanya mechi ya Simba na Pamba kuwa na pressure kwa Simba, kwa sababu anatakiwa ashinde afu ndo apunguze gap. Anavyoiendea hiyo mechi tayari ana shauku ya kutaka kushinda, na Yanga amepoteza na mtazama. So hiyo pressure unaiona dakika za mwishoni, wanavarakisha matukio ili wataki kupata goli la ushindi. Inashindikana. Sasa hii sare inawapa pressure nyingine kwa sababu kuna mechi zitabaki. Na ligi sasa hivi imeanza kuwa ngumu kwa sababu duru ushageuka. Watu wanakuwa kwenye nafasi playoffs kushuka daraja, mwingine anataka top 4, wanaanza kupambana kufanya mechi kuwa tough sana. Umeziona hapo karibuni. Kwa hiyo sasa inamuongezea pressure yeye. Kitu kidogo cha kutoa pressure ni kushinda tu. Kwa hiyo kama leo ametoa sare na Pamba, ana mechi Jumapili na TRA ambayo imetoa sare bila kufungana na Yanga. Kwa wao watajiona tuko kwenye momentum, tumecheza na bingwa mtetezi. Simba anakuja kama kambingwa na sisi tutamweza. Kwao wanaenda kupata tough game. Na kibaya kwa Simba ni kwamba kwenye timu ambazo zina defend vizuri deep, Simba amekuwa apate nafasi. Mechi dhidi ya Dodoma sare bila kufungana, mechi dhidi ya Yanga licha Yanga kudefend deep alipata big chances 3 akashindwa kumalizia. Hii hapa mechi nyingine, lakini hata ya Singida 2-1 uliona walifunga kwa kustruggle sana. Kwa hiyo bado ile momentum ya Simba kufunga magoli for fun kwao imekuwa shughuli. Kwa hiyo opponent akifika akijua huku mnacheza na Libase Gay, huku na Ora, hapa anamweka Loemba,
wanajaa hapa kwenye uso wa goli. Simba watu wao wanafika hapa, wanabadilishana pasi, wanaamua kucheza individual, wanashindwa kuwafungua dakika 90, mechi inaisha. Okay. Kwa hiyo wanahitaji ule uwezo binafsi wa mchezaji uonekane. Sasa sometimes unaweza kuonekana mara moja, ndio kama Mpanzu na Anicet walivyofanya. Then timu inapohitajika kucheza kwa pattern kufungua timu, hiyo huduma wanaikosa. Na ndio maana wanakuwa kwenye hatari ya kutoa sare sana kwenye michezo na kushindwa kufunga magoli ya kutosha. Timu za madaraja ya juu ukiondoa Singida katika wiki hii au zimekuwa zina consistencies ambazo zinakuja sare ambazo hazijategemewa. Maana yake ni nini sasa katika ligi yetu? Ni namna ambavyo watu wanafanya maandalizi kwa ubora. Amezungumza Bisai hapa, ona namna ambavyo watu wanaweza kustadi kwamba ubora wa mpinzani wako ni upi na sisi tuende tukafanye kitu gani. Kwa ubora wa Simba kwamba wanakupanua kwenye mapana ya uwanja na katikati wanakuja wakiwa na flowing nzuri. Angalia namna ambavyo Pamba wamejibu. Tuna line na mabeki watano wakati unatushambulia. Kwa hiyo tunafinya upenyo wa wewe kupita kwenye haya maeneo. Tazama goli waliofunga Simba ni kuwafungua Pamba ambalo limeanzia kati. Mlinzi wa kati mmoja amekuwa amepotezwa eneo la katikati, imepigwa pasi ndefu. Ilikuwa ni group tactics iliyohusisha watu watatu, sio team tactics. Kwamba hapa hatutakiwi kucheza kama timu ili tuweze kukufungua. Tunahitaji watu watatu tu twende tukapate. Kante anapiga mpira mrefu, Mpanzu anapiga ndani naenda. Lakini angalia hizo nafasi zimetokea mara ngapi? Mashambulizi mengine tunabaki kusifu uwezo wa mtu mmoja. Anicet amejaribu tena attempt nyingine Yona akacheza, lakini umeona namna ambavyo ilikuwa ni ngumu kufungua ukuta mgumu wa Pamba. Lakini angalia aina ya mashambulizi ambayo Pamba walikuwa wanayafanya. Kitu bora msimu huu kwa Pamba ni kuattack, kufunga magoli kwenye set piece. Ndio goli walofunga. Kwa hiyo kitu chetu bora tuna uwezo wa kukiimplement kwa mtu yoyote yule. Yaani whether itakuwa ni timu ya chini sana au hata timu ya level ya juu, tuna uwezo wa kufanya hivyo. Chances zetu tunavyozitengeneza, tunatengeneza hivi. Yaani hii ndio uniform yetu. Kwa hiyo tukicheza na Simba, tukicheza na Namungo, tutacheza hivi. Angalia namna ambavyo walikuwa wanacheza. Kwa hiyo unaona kuna improvement kubwa ya namna ambavyo hizi timu zinacheza na hawa. Tukitoka hapo naenda kwenye mchezo wa Yanga jana, Etienne Ndairagije. Kwangu mimi jana haikuwa surprise kwa sababu ya mastermind wa kile kitu aliyekuwepo pale. Ni mtu ambaye amekuwa akifanya mara nyingi. Yaani Tanzania hapa hajaanza kusurprise watu mara ya kwanza. Amefundisha vilabu. Hii ni klabu yake ya 4. Yes. Na watu wanasahau tu Singida ya Miguel Gamondi. Miguel Gamondi akiwepo na ilikuwa inapiga pasi sana. Ile TRA ilimpa chuma 3-1 ndio alishinda ile mechi. Kwa hiyo unaona kwamba kuna mtu ambaye yupo akiweza kustadi na kuweza kufungua hizi timu. Kuna baadhi zimepanda juu. Kwa hiyo ukienda kwa mazoea kuna vitu vinakuwa. Au hata hiyo mechi ya Mashujaa na Azam ya sare bila kufungana. Ni mechi ambayo tuligusia hapo mwanzoni. Basi subiri. Aina ya uchezaji wa Mashujaa. Takwimu zake hizi hapa. Uenda kama wewe ndio presenter. Haya basi umeamua. Umeitaka. Mpe. Hii hapo. Anza nayo. Anza na takwimu kwanza hizo hapo. Kama umeitaja ichukue. Huyo mtoto ichukue. Sasa katika hali ya kushangaza. Tumesema Mashujaa alikuwa timu ya 3 kutoka chini kwa kufunga magoli machache. Lakini angalia majaribio yao leo. Wana on target 3. Wameizidi Azam ambayo ni timu namba 2 kwa kufunga. Hiyo ni homework imefanyika na coach Julio. Off targets 3, Azam wana 6. Huko jumla mashuti 6, kule 8. Gap so kubwa, tofauti mashuti mawili. Hiyo ni timu nafasi ya 11 inakupa mechi ya namna hiyo. Angalia ilivyokuwa na contact fouls 19 kwa 12, maana yake wamejiamini kwamba wanaweza kwenda toe to toe kuwania mpira na Azam kwenye mechi hii hapa. Offside hawakuwa nayo, lakini walikuwa na offside 2 Azam. Yellow card wamepewa 4, walikuwa aggressive pamoja na Azam 3 kukuonesha mechi ilikuwa imebatwa. Angalia umiliki wa mpira 51% kwa Azam, wao na 49. Tofauti ni 2%. Inazungumza sana quality ambao wao wameiweka. Kwa hiyo kwa ungwe hii nilikuwa nagusia makocha wanafanya kazi vizuri. TRA tumeona, leo tumeona Pamba na this time Mashujaa. Wana block goli, unapata wakati mgumu kuifungua. Lazima uwe umefanya mazoezi ya kutosha kujua unawafungua vipi hawa wapinzani. Sasa hivi ndio kama style. Tumeona Tanzania Prisons, tumeona Coastal Union na timu nyingine zinaendelea. Wachache ambao wapaki basi ni hawa kina Fountain Gate, JKT. JKT wanapaki kwa moment. Labda kwa sababu walikuwa wanashinda sana. Akahisi kwamba njoo nipe game nikupe game. Lakini sasa hivi anashtuka. Coastal akikutana anacheza timu kubwa anapaki vizuri. Na Mungo na mwenyewe anacheza open game.
anaangalia kwa mahesabu. So kuna hiyo vitu game unaizungumzia Abisai, ilikuwa inaonekana very physical, watu wamegongana sana. Kwanza angalia hiyo idadi ya wachezaji wa Mashujaa walikuwa pale. Huu ni mpira wa free kick, yes, ambao kipa ulimshinda, unamsifu mpigaji, lakini ulivyogonga post of target umewasaidia Mashujaa mpira kwenda kwenye wavu. Ninachotaka ukijua Julio alifanya nini, licha ya kwamba kulikuwa kuna mashambulizi au unasema kwamba walikuwa wanalemewa muda wote, aliwanyima vipi nafasi Azam FC kuweza kwa sababu mashambulizi yalikuwa ni mengi sana, licha hiyo asilimia kupishana, ile mashambulizi yenye hatari, mipira ambayo imechezewa kwenye hatari zaidi ilikuwa katika lango la Mashujaa. Ukitaka kujua ubora wa Azam, mmoja wapo ni kwenye mapana ya uwanja, wanapenda kutanua sana. Winga kama Zidane Sireri sio winga wa cross, anapenda kupita kwenye half space, anavizia nafasi katikati ya walinzi. Lakini kwa Mashujaa walichokifanya ni kutotoa idadi kubwa ya mabeki kwenye nafasi. Hapa kuna wachezaji 5 kwenye box na wachezaji 3 wa Azam. Yule wa Mashujaa anaingia anakuwa mchezaji wa 6 dhidi ya 3. Wao wanakuwa na faida namba kubwa ku block na kwenda kukaba kwenye mpira. Kwa hiyo defense yake na alitoka mara unaona defense ya Mashujaa ndio sababu mojawapo iliyowasaidia kuwa na match tough na kumnyima Azam. Hii hapa ni idadi ya wachezaji 4 na waona kwenye block, 4 hawa hapa na mmoja yule kule juu. Azam nao wamecommit wachezaji 5 kwenye box. Kwa hiyo kila mtu yuko na mtu kwenye zone. Hakuna kuacha nafasi, kwa sababu ukiwa karibu unampa pressure mwenye mpira. Anafanya maamuzi haraka kwa sababu anajua utamfikia. Unavyoendelea kuwa unakosa utulivu, ni ngumu kupata nafasi ya kufunga mpira kwenye goli. James, tulimsikia Julio pale wakati anahojiwa akizungumzia swala la kile anachokiamini, kwa maana ya kwamba licha timu yake kutokuwa na wachezaji wa kigeni lakini ina perform. Ingawa Ibenge aliingia kwenye mchezo huu akiongeza tena namba ya wachezaji wenyeji, kwa maana ya kwamba kuweka mchezaji wa kigeni mmoja. Kuna confidence yote ambao waliipata Mashujaa baada ya kuona kwamba tunacheza nao, tunafahamiana nao au tunakutana nao kila siku, acha katika ligi tu, hata tukiwa zetu mtaani? Yes, kuna moja kati ya kitu ambacho kipo kwenye soka la Tanzania au tuseme tu mpira tu kwa ujumla. Ukicheza na mtu ambaye yuko juu zaidi yako, mara nyingi kuna zile jitihada zinaongezeka. Kuna hali fulani ya kuzidisha, kujituma na kujitoa kwenye mchezo. Ndicho ambacho kimekuwa kikizibeba timu nyingi. Kuna wakati, kuna mbinu, lakini huwezi kuacha kusema hiyo. Dakika za kwanza Azam walikuwa na UA mechi. Hii ni free chance ya Imidi, lakini kuna nyingine ya Twalibu ambayo ilipigwa cross yeye na nyavu, lakini kichwa chake pia akapiga nje wakakosa. Kwa hiyo na moja kati ya timu ambazo zimekuwa bora sana kwenye kujitoa kwenye michezo hii mikubwa, hususan wakiwa wanacheza nyumbani kwao, ni Mashujaa. Wazee mapigo na mwendo. Yes, wamekuwa ni watu ambao wanasadifu lile jina. Unajua jina la Mashujaa kwa tafsiri yake Kiswahili ni watu fulani ambao sio wepesi. Kwa hiyo hiki kitu wamekuwa wakikifanya kila ambapo wanacheza mechi zao kubwa, na mara nyingi inakuaga ni mechi ambazo wanacheza na Azam FC. Mara nyingi tumesikia, yani kabla ya mechi kuna mambo mengi sana. Unakumbuka kuna ule msimu kwamba mapaka sijui manini hayo madude yote, yani mind game yalikuwa ni mengi kwenye mchezo. Waje na kwenye mechi mwezi sasa unazungumziaje mapaka? Sasa hizo ni mind game. Unajua hizo sasa. Hizo nataka niache kuongea huko ndani. Hizo ni tamaduni, huwezi kuzikwepa. Yani wakati mwingine hazichezi, lakini zinakuaga na watu wengine. Umewahi kusikia, ukisikia mchezaji anakuambia hizi mechi tunacheza kitoto, ujue masuala ya utamaduni hayazingatiwi. Unajua watu wawili ambao hawezi kukaa kwa kuna nyau. Wewe nakufahamu mmoja wapo. Na nani mwingine? Mtu mwingine nisaidie, lakini wewe mimi nafahamu. Kuna jambo unaambiwa sijui nini ya juu. Wewe kwa hiyo Simba wewe unaweza ukakaa naye. Nani? Simba? Simba manyoya. Wale walikupiga chukucha wewe na Dodi kule. Kwa hiyo wewe nimekwambia, ukisikia mtu anakuambia kwamba tunacheza hii mechi kitoto, ujue ni nini? Kwa sababu gani? Wanasema hata viongozi ukiwasikiliza wanakuambia bwana, haya tuyafanye tu hata kama hayana ukweli, kwa sababu tusipoyafanya hawa wachezaji wetu wanaingia wakiwa na uoga, vichwa vikiwa chini. Kwa hiyo wakati mwingine unachukua maji. Ngoja tumuulize Sheikh Masudi kuhusu hivyo. Alafu Abisai ukawashe gari la juu ili tuweze kuondoka. Lakini mwisho wa siku ndivyo ambavyo tunaweza kumaliza, kwa sababu anasema kwamba ukilia ni kelele, ukicheka ni kelele. Kwa hiyo wewe ukinicheka mimi sijafanikiwa katika hili. Jana ilikuwa Chobwedo, leo Mwashinde.
Lakini na kule Mashujaa kule. Na kule Mashujaa kule nani ni man of the match? Kule sijapata ripoti kamili. Lakini chochote kitachokwenda ni kwamba wababe wa Dar es Salaam yani wametulizwa mkoani. Unaweza kaweka zile wanasema hashtag nyingine, lakini ukitaka maneno zaidi tembelea peji za jamaa hawa. Nenda kwenye Instagram page hapa ya James Samuel pamoja na Abisai Steven. Inawezekana kasha screenshot atakachokuja nacho baadaye kinaweza kikaja. Lakini kwa niaba ya wenzangu na wengine ambao walikuwepo mikoani huko, basi niwashukuru sana kwa kuwa nasi. Endelea kupata burudani kupitia Azam TV.